Yes, Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu, na niko hapa kukushirikisha neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 18. Hapa tunakuta habari za mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mjane. Yesu Kristo akatoa mfano akasema ya kwamba mwanamke huyu mjane alikuwa akitamani kupata haki yake kutoka kwa kadhi. Maandiko yanasema alimsumbua sana yule kadhi ili apate kupokea haki yake. Na yule kadhi alikuwa ni mtu ambaye sio mcha Mungu, alikuwa ni mtu ambaye hajali watu. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ya ule usumbufu aliokuwa nao yule mama mjane, ile kadhi alilazimika kuweza kumpatia ile haki yake. Sasa ukisoma vizuri katika Biblia takatifu hiyo sura ya 18 ya Luka mstari wa 7, maandiko yanasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana, naye ni mvumilivu kwao. Ikiwa ile kadhi ambaye alikuwa ni mdhalimu, alikuwa si mchaji wa Mungu, aliweza kumpatia yule haki mjane kwa sababu ya usumbufu aliopata. Sasa je, Mungu anashindwa kweli kufanya hicho kitu kwa sisi ambao ni wateule tunaomlilia mchana na usiku? Yesu Kristo anasema, nawaambia, mstari wa 8 anasema, nawaambia atawapatia haki upesi. Lakini kuna kigezo. Ni kweli Mungu anaweza kututendea kwa mujibu wa machozi tunayotoa, kwa mujibu tunavyolia kwa muda mrefu. Na mkumbuka Hana, jinsi alivyoomba na kulia mbele za Mungu kwa muda mrefu pasipo kuchoka, kiasi kwamba akafikia maneno anayotamka ni maneno ambayo hayawezi kuelezeka. Lakini maandiko yanasema hakupokea majibu. Sasa ikiwa watu ambao ni wanadhambi wanaweza kuwapa watoto wao vitu vyema kama vile samaki badala ya nyoka, inawezekanaje kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo tunapojifunza ya kwamba Kristo anatufundisha ya kwamba kweli Mungu anaweza kututendea kutokana na machozi tulionayo. Lakini je, msingi wa sisi kutendewa na Mungu ni nini? Mstari wa 8 anasema kwamba nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Hapa tunaona kigezo cha kwanza ya kwamba ili Mungu sasa ahusike na sisi kutupatia haki. Kigezo cha kwanza ni sisi kuwa watu wenye imani. Imani ndiyo msingi wa haki. Imani ndiyo msingi wa kuhesabiwa haki, ili tuweze kupokea haki ya kile ambacho tunakitamani, kile ambacho tunakililia usiku na mchana. Basi imetulazimu kuwa ni watu tuliojenga misingi katika imani. Mungu awabariki sana na nawatakia siku njema.